Praise Jesus, hallelujah. Hivi ulishasikia ule msemo unatumika hapa Bongo of course, kwamba bora pilau vitani kuliko ugali mboga kwenye amani. Na nikiwa chuo kuna binti alisema kwenye mazungumzo, akasema ni bora kulia kwenye Lamborghini kuliko kucheka kwenye baiskeli. Na misemo mingi ambayo naijua, sijui utakuwa unakubaliana kiasi gani, kwamba unakubaliana au unapingana na hizi sentensi. Lakini hii yote ni kujaribu, hizi sentensi ni kujaribu kupingana na ukweli. Kwa sababu amani ni hitaji la msingi kwa mwanadamu, lakini pia kwa viumbe vyote hivi Mungu ameumba. Ni hitaji la msingi kwa mwanadamu. Ukirifaa Maslow hierarchy of needs, hitaji la amani, security needs, linakuja baada ya mahitaji ya chakula, malazi, mavazi. Linafuata hitaji la security. Hii inakujulisha jinsi gani amani ilivyo ya msingi katika maisha yetu, lakini pia kama wanadamu, lakini pia as a nation, as a people, as a community and a society, as a family. Familia ikikosa amani, there is no joy. Hakuna ule umoja na ile ladha ya familia tena. Jamii pia ikikosa amani vivyo vivyo, na taifa pia likikosa amani vivyo vivyo. Utakuta hata wageni wanapungua, lakini pia nchi, taifa likiwa katika hali ya kukosa amani, linaathiri hata uchumi, kwa sababu mazingira yanakuwa sio rafiki tena. Na hii ni katika ngazi zote. Kwa hata wawekezaji wanaona kwamba mazingira hayako sawa. Unaweza ukawekeza and anything can happen. And as a result, athari inatokea kwa raia, kwa wanyama, katika kila kitu. Kwa hiyo kama kuna maombi ya amani, ni maombi muhimu sana kuyafanya. Sisi kama waombaji, sisi kama kanisa, sisi kama walinzi ambao Mungu ametuweka kwa ajili ya jamii zetu, kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya vizazi, ni muhimu kuomba maombi ya amani. Tuangalie maandiko kutoka Zaburi ya 122 mstari wa 6 mpaka wa 8. Maandiko yanasema hivi: utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Amani na ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikae nawe. Sasa ninataka tusome, lakini tuna customize, tunaweka Tanzania. Yes, we are praying for Israel. Tunaomba kwa ajili ya Israeli, tunaomba kwa ajili ya Jerusalem, ndugu zetu, taifa teule, lakini tutaweka Tanzania. Maandiko yatasomeka hivi: itakieni Tanzania amani. Itakieni Tanzania amani, na wafanikiwe wakupendao.
Amani na ikae ndani ya kuta zako Tanzania, na kufanikiwa ndani ya majumba yako Tanzania. Kwa ajili ya ndugu zangu, familia yangu, rafiki zangu, niseme sasa, amani ikae nawe. Itakieni Tanzania amani, na wafanikiwe wakupendao Tanzania. Amani na ikae ndani ya kuta zako Tanzania, na kufanikiwa ndani ya majumba yako Tanzania. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu, niseme sasa, amani ikae nawe. Haleluya. Haya ni maombi mazito kwa ajili ya Jerusalem, lakini sasa ni kwa ajili ya Tanzania yetu. Haleluya. Tunaitakia Tanzania amani. Mungu anatutaka, maandiko yanatutaka, kweli inatutaka tuitakie Tanzania amani. Haijalishi unaona nini, itakie Tanzania amani, kwa sababu Mungu aliita nuru kutoka katika giza. Kwa hata kama unaona giza, ita nuru. Unahitaji nuru kwa kuitamkia Tanzania amani, kwa kutamkia jamii yako amani, kwa kutamkia familia yako amani. Kwa hiyo tutasema leo, amani ikae nawe Tanzania, iwe ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya majumba yako, na kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya marafiki, tutasema amani ikae nawe, kwa sababu kuwepo kwa amani ndio kufanikiwa kwetu. Kuwepo kwa amani ndio kufanikiwa kwetu. Tutatakia Tanzania amani. Unabii unabadilisha, maneno yanaumba. Maneno yanaumba. Maneno ni roho. Inategemea ni roho gani. Kama ni neno la Mungu, ina maana ni neno la uzima. Kama ni maneno ya amani, ina maana ni maneno ya uzima. Yataumba uzima, yataleta amani. Lakini kama ni maneno ya giza, ya uharibifu, negative words, yataumba mauti, yataumba uharibifu. Kwa hiyo it doesn't matter what we are saying, we are speaking peace. Tanzania, you are blessed. Tanzania una amani. Tunatamka amani, tunatamka furaha, tunatamka kufanikiwa. Haleluya. Kwa hiyo tutakwenda kuomba, tutamshukuru Mungu, na wiki hii tutakuwa tunatamka amani tu kwa ajili ya Tanzania. Tunatamka amani tu kwa ajili ya Tanzania. Sadaka yako ya maombi kwa dakika chache ni yenye thamani sana machoni pa Mungu, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya watu wa Tanzania. Kwa hiyo tafadhali like, subscribe, lakini share na muombaji mwingine. Tukipata watu 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 ambao wanatumia dakika 2-3 wakatamkia Tanzania amani, is huge in the spirit. Matokeo yake ni makubwa sana. Najua tunaomba, lakini pia maandiko yanasema tuwe na umoja. Umoja ni nguvu. Kwa tunapokutana hivi na kuwa na agenda kwamba tunatamkia Tanzania amani, is powerful. Haleluya. Na maandiko yanatuambia kwamba tusiache kukutana kama ilivyo desturi ya watakatifu. Basi tuingie kwenye maombi na tuitamkie Tanzania amani. Haleluya.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. You are the Prince of Peace. Wewe ni mfalme wa amani. Wewe ni mfalme wa amani, Bwana. Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, zaidi yako hakuna na wala hata kuwepo mwingine. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya wiki hii njema ambayo umetupa. Na sisi kwa imani tunafurahi na kushangilia, kwa kuwa ikiwa ni wiki iliyoumbwa na wewe, iliyotengenezwa na wewe, ni siku ambayo imetengenezwa na wewe Bwana, kuna mema ndani yake, kuna amani, kuna kufanikiwa. Na sisi tunafurahi kwa imani katika hayo yote, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako tumesoma siku hii ya leo. Ndiposa Bwana tunaibariki Israeli, tunaitakia amani Israeli, tunaitakia amani Jerusalem, katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu ikawe amani katika majumba ya Israeli, kukawepo kufanikiwa katika Israeli, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ulinzi wako kawe juu ya Israeli Bwana. Uwepo wako kawafunike watu wako na kanisa lako, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante na kwa ajili ya Tanzania Bwana, tunaachia damu ya Yesu Kristo juu ya nchi yetu nzuri ya Tanzania, nchi iliyobarikiwa kwa rasilimali, kwa maziwa, kwa asali, watu wazuri. Tunaibariki Tanzania Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya nchi nzuri, tunakushukuru kwa ajili ya urithi mzuri Bwana. Asante Mfalme kwa roho ya umoja, asante kwa roho ya undugu, asante kwa roho ya mshikamano, asante kwa roho ya kupendana. Asante Mfalme, tunakushukuru sana. Hizi ni sifa zako Bwana, na sisi tunazifunika katika damu ya Yesu, na tunatembea katika hizo Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Na ndipo sasa Bwana tunatamka amani juu ya nchi yetu Tanzania. Tunatamka amani juu ya Tanzania. Wafanikiwe waipendao Tanzania, tufanikiwe watoto wa Tanzania, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Wafanikiwe waipendao Tanzania, na wale wanaoilani na wale ambao wana nia mbaya na nia ovu Bwana, hukumu yako ikapate kuwa juu yao, maana ni nchi nzuri ambayo umeibariki Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Amani na ikae ndani ya kuta za Tanzania, ndani ya kuta za Tanzania. Amani yako Bwana ikakae, amani yako Bwana ikakae, siondoke. Amani yako Bwana ikakae, siondoke, katika jina la Yesu. Mafanikio yakakae katika nyumba za Tanzania, mafanikio yakakae katika majumba ya Tanzania, katika jina la Yesu, katika serikali na mihimili yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Kwa watu wa Tanzania Bwana, mafanikio yakawepo katika kila familia Bwana, mafanikio yakapate kuwepo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya marafiki zetu, kwa ajili ya wapendwa wetu Tanzania, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya vizazi vyetu Bwana, vizazi na vizazi hata vinavyokuja baada yetu. Tunatamka amani. Amani ikae nawe Tanzania, amani ikae nawe Tanzania, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Sifa na heshima na utukufu na shukrani vina wewe Mungu. Tunakushukuru kwa ajili ya amani ya Tanzania. We thank you Father in Jesus name. Amen. Please like, subscribe na share na mwombaji mwingine, and let us meet here every day. Amen.